Asanteni sana. Familia ya ndugu yetu Weston Kirosho Kanja, Mama Jedida, Mama Catherine, watoto wao wote wakiongozwa na Inspector General IG wetu, maaskofu wakiongozwa na askofu wetu Gerald Mureithi na wale maaskofu wengine wote, ndugu viongozi na watu wa Laikipia, Nyeri na watu wa Kenya mlio hapa, hamjambo? Moriega. Mimi kwanza naleta rambirambi zangu nyingi kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya serikali ya Kenya na Wakenya wengi, marafiki wa familia ya mzee Weston Kirosho, tukisema pole kwa kumpoteza baba, mzee wetu wa heshima wa sehemu hii, grandfather ya watoto wake, na pia mshirika na mmoja wetu katika taifa letu la Kenya. Tunasema poleni sana. Huyu mzee Weston Kirosho sikupata nafasi ama bahati ya kumjua at a personal level, lakini niko na shukrani nyingi kwake kwa sababu ya kunipatia kiongozi wa jeshi letu la polisi, Bwana Kanja. Mimi namshukuru mzee huyu kwa kulea familia, na kwa hiyo familia tukapata kiongozi ambaye anashughulika na usalama wa taifa letu la Kenya. Wakati nilijaribu kufikiria vile mzee Weston alivyochangia, tumesikia alikuwa public servant, alifanya kazi sehemu tofauti tofauti ya taifa letu la Kenya. Pia alikuwa mtu wa kanisa, alichangia sehemu kubwa pale kanisani, na vile vile alikuwa mkulima. Mimi namjua kupitia kwa Douglas Kanja ambaye ni IG wetu, na amekuja hapa kwa heshima ya huyu mzee ambaye amechangia sehemu kubwa katika mambo yetu ya taifa la Kenya. Nilikuwa nafikiria jina Weston ni jina ya hoteli, nimesikia kumbe ni jina ya mtu. So nimefurahi sana kwamba tumefika hapa kusherehekea maisha ya mtu ambaye mchango wake kwa taifa letu la Kenya inaonekana. Na wapongeza wananchi wa sehemu hii kwa ushirika wenu kwa familia hii, kwa kuja ili tuweze kuomboleza na kupunguza mzigo mkubwa ulio katika familia hii kwa sababu ya kumpoteza mzee huyu. Na sote tumekuja hapa kama wananchi, kama binadamu, tukijua ya kwamba sote ni wavivu tukifika mahali barabara ya kusafiri kuondoka dunia hii ni hii ya mzee huyu. So asanteni sana. Nataka nimweleze ndugu yangu Kanja and your family, we stand with you. Tunauliza Mungu awarehemu, awashike mkono, familia yenu izidi na kusonga mbele. Mimi niko na shukrani kubwa
Douglas Kanja ni mtu ambaye ananisaidia kazi mzito. Kazi ya usalama wa nchi sio kazi rahisi. Kazi inayohusu maisha ya watu, mali ya watu na usalama wa nchi. Mimi nimebahatika sana kumpata mtu shupavu, a courageous man, a forthright leader, a man of integrity. Na nashukuru mzee huyu because I know huyu Douglas hangekuwa vile alivyo kama hangepata malezi mazuri kupitia kwa baba yake na familia yake. So I'm truly grateful. Pia mimi nataka niwashukuru viongozi wale wengine wote mliokuja so that we can share this moment with this family, na pia wananchi ambayo mmetutembelea hapa. Vile mmesikia huyu mzee alikuwa ni mzee ambaye alihusika na mambo ya maendeleo sehemu hii. Alikuwa anashughulika vile mnasikia na mambo ya shule. Alikuwa anashughulika na mambo ya maendeleo ya sehemu hii akishirikiana na viongozi. Tumesikia historia kutoka Mheshimiwa Festus Kiunjuri ambaye amesema vile walifanya ushirikiano hasa ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Kwa sababu leo tunampumzisha huyu mzee na tumesikia tuko na deni yake kubwa. Huyu Kiunjuri amenibebesha mzigo kubwa. Najua shida ya huyu Kiunjuri ni kwamba ni mtu wa rika yangu. Na unajua mtu wa rika anaruhusiwa kufanya maneno kiasi. So bwana Kiunjuri, yale maneno umesema kuhusu mambo ambayo yanahusiana na huyu mzee, nitashirikiana na wewe na wale viongozi wengine ili tuweze kuyatimiza kwa heshima ya huyu baba wetu. Ya kwanza ni ile ya kanisa, mahali ya kujenga kanisa. Mimi nimelaumiwa sana kwa ujenzi wa makanisa katika Kenya hii, na I am as guilty as charged. Mambo ya kujenga kanisa mimi pia nilifundishwa na baba yangu. So kama kuna mtu atalaumiwa, mtafute. Bahati mbaya mzee alishaondoka. Sasa sijui mtaenda kumuuliza nani. So hiyo kanisa ambayo mmesema tujenge hapa, next Sunday, Jumapili inayokuja, nitatumana shilingi 500,000 mwanze kujenga hiyo kanisa. Na mshirikiane na wale wengine, alafu isipotosha mtatueleza baadaye, alafu tuone vile tutajenga hiyo kanisa. Kanisa ni ya muhimu kwa sababu ni mahali ambapo tunaweza kujua neno la Mungu. Na neno la Mungu liko na ukweli wa kutosha. Ukisoma kitabu ya Daniel 11 mstari wa 32 nasema, lakini wale wanaomjua Mungu wao watakuwa jasiri na watafanya mambo makuu. Ni vizuri watu wamjue Mungu. Therefore, priority yetu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba we build a church so that more and more people can get to know God. So tutashirikiana na wale ambao ni wataongoza hiyo maneno kwa heshima ya huyu mzee. Nimefurahi sana pia Askofu Mureithi amenialika niende tufungue kanisa mahali ambapo tulianza kujenga. Nimefurahi sana kwamba mmemaliza. Kawaida mimi sialikwi mahali ya kufungua, na alikwa mahali ya kujenga.
Nimefurahi sana. Hii ya kufungua mimi nitaharakisha. Nitakuja mapema. Jambo la pili ni yale mambo viongozi wa hapa wamesema kuhusu mambo ya barabara zenu. Ni kweli tumekuwa na shida kwa muda mrefu ya mambo ya barabara, na barabara zingine tunaanzisha zinakwama kwa sababu ya mambo ya pesa, na ndio sababu nimependekeza kwa bunge letu ya kwamba tutafute hazina kamili. That is why we will shortly be having a national infrastructure fund, so that we stop what is going on. We start a road, we start a road, ingine tunaanza inakwama. We need a much more comprehensive plan on how hizi barabara tutazijenga. Vile mumesikia barabara za hapa kwenu, nimeketi chini na viongozi wa hapa na tumekubaliana zile barabara priority. Mzee Kaparo amesema ile ya kwenda kule Doldol. Tuko na barabara ya kwenda kule Rumuruti kutoka hapa Nanyuki. Tuko na zingine Wakungu kwenda Mutara, zingine tumekubaliana. And we are now committed, we have now the resources, and we are going to work with you ndio hizo barabara zijengwe. Mimi nitarudi hapa baadaye mwaka huu ama mapema mwaka ujao, nikuje nizikague zile barabara zinazoendelea na tukubaliane vile tutazikamilisha. Mumetuambia pia kuhusu mambo ya stima ya sehemu hii. Tayari huyu ndugu yangu Alex, na nashukuru sana mmenipatia huyu kijana, na ni kijana wa bidii. Nikisema kijana pengine mnaweza kushangaa, huyu hata ingawaje kilo yake ni mingi kuliko yangu, lakini mimi ni mzee kutoka kuliko yeye. So nashukuru sana, and tumekubaliana vile mzee Weston atapata stima, pia familia zote za hapa watapatiwa stima. Familia ya kwanza karibu 140 households hapa tayari tuko na pesa yao ya kukamilisha hiyo mpango, tuweze kupata stima sehemu hii. Tuongeze another 140 ikuwe 280 homesteads katika sehemu hii, ndio tuhakikisha kwamba harakati yetu ya kusukuma stima Kenya, mpango yetu ni kufikisha watu 1,200,000 ambao tunawapatia stima. That's our commitment. So Alex, ambapo inaleta usawa kwa jamii zote ni watoto wetu wakipata elimu. Na ndio tuliamua kama serikali ya Kenya ya kwamba hatutaki mtoto wa Kenya akose nafasi ya kusoma ati kwa sababu mzazi wake hana uwezo. Ndio sababu tumeajiri walimu wengi, almost 76,000. Mwezi huu wa Disemba tutaajiri tena walimu wengine 24,000, tujaze wawe walimu 100,000 ama 100,000. Madarasa tumejenga, na mnajua wiki hii tunaanza mtihani wa grade 6, mtihani wa grade 9. Unajua grade 9 ndio mara ya kwanza under the new competence based education inafanyika mwaka huu. Tutakuwa na watoto wa grade 10 wa kwanza next year. Na pia tuko na examination ama mitihani ya form 4
tukipangia mwaka ujao, nia yetu ni kuhakikisha kwamba we have enough classrooms. We have already built ama tumejenga madarasa 23,000 tukiwa tunajipanga kupokea watoto wa grade 10 next year. Na sababu hiyo nakubaliana na Mwangi kwamba kama kuna shule inahitaji marekebisho hapa, sio kwa sababu ya ndege wewe. Kwani ndege ilikuwa inapaa huko juu ikatetemeka wapi? Unajua saa zingine Biblia inasema mnaomba lakini mnakosa kwa sababu mnaomba vibaya. Lakini unajua mtu ya rika anakubaliwa kufanya so hiyo shule umesema Mwangi hata kesho, sio kwa sababu nitakusaidia shilingi milioni 5 ya inaitwa Geshogo Leshugu hiyo shule. Alafu umekubaliana na mimi ya kwamba tununue basi 2 ya so mimi nitakupatia milioni 10, wewe utatoa hiyo ingine, alafu tununue hiyo na hiyo pesa yangu mimi sitaki madeni, ukujie kesho. Mimi sitaki madeni ya watu. Sawa sawa, ndio tumalizane hawa watoto wa hapa wapate nafasi ya kusoma, ndio tuweze kwenda mbele kwa pamoja. Mimi vile vile watu wa Laikipia, mimi nataka niwaeleze mambo mengine mawili ya muhimu. Katika mpango yetu ya afya, mimi nilisema tutarekebisha ile mpango ya zamani. Mpango ya zamani ilikuwa inalenga watu wenye wako na ajira na watu wenye wako na uwezo. Lakini tukasema sio watu wako na ajira ama na uwezo peke yao wanakuwa wagonjwa. Kila Mkenya anakuwa mgonjwa. Na ndio sababu tukasema tunataka mfumo wa afya ambayo itajumuisha wananchi wote katika program ya Universal Health Coverage. Na ndio sababu sasa tunasajili wa Kenya. Tumebadilisha sheria, tuko na mpango na taratibu ya sawasawa. Mimi nataka niwashukuru watu wa Laikipia. Laikipia ni kati ya counties ambayo wameonyesha bidii ya kujiandikisha kwa SHA. Hii Laikipia County nilikuwa naona leo asubuhi wananchi 1255 tayari wamejiandikisha. Kwa wananchi almost 518,000 wa county hii. Almost 50%, 49.3% ya watu wa Laikipia are already registered. You are county number 16 out of 47. Jipigieni makofi nyinyi watu wa Laikipia. Mimi nataka wale ambao hamujajiandikisha mujiandikishe, kwa sababu kila mtu ambaye amejiandikisha utatusaidia tuwe na orodha ya watu, ndio tuweze kupanga madawa ya kutosha, tupange equipment, tupange wauguzi. Na tumesema kila mwananchi aende kwa hospitali, kama ni dispensary, kama ni health center, kama ni level 4, kama ni ya serikali, kama ni ya mission, kama ni ya private, utatibiwa na serikali ya Kenya itasimamia matibabu yako. That is the future. Tunaelewana watu wa Laikipia? So tunataka tushirikiane namna hiyo, na mimi nataka niwaombe viongozi wote, viongozi wa vijiji, ma chiefs na assistant chiefs,
MCAs, wabunge, kila mmoja wetu mpaka governor, senator,